Serikali imesema haitasita kuchukua hatua kali za kisheria kwa baadhi ya wamiliki wa shule binafsi wilayani Ilemela mkoani Mwanza ambao watabainika kuwazuia wanafunzi wanaodaiwa ada za shule wasiende likizo, kwani jukumu hilo sio la mwanafunzi bali ni wajibu wa mzazi au mlezi wake. Kauli hiyo ya serikali imetolewa na mdhibiti ubora mkuu wa shule manispaa ya Ilemela Bwana Wilfred Magige katika mahojiano maalum na Yuhoma Media Club kuhusiana na majukumu ya idara hiyo iliyoanzishwa mwaka 2017. Dhana ya udhibiti ubora wa shule. Hii ni mchakato ambao ni wa wazi na ni muhimu na unaomwezesha kila mdau kushiriki uboreshaji wa matokeo yanayotarajiwa katika ufundishaji na ujifunzaji wa wanafunzi. Na matokeo tarajiwa hayo tunayoyasema yanaanzia elimu ya awali, msingi, sekondari, vyuo vya ualimu na vyuo vya maendeleo ya jamii NFDC. Katika mchakato huo, idara ya udhibiti bora wa shule ambayo kiongozi wake mkuu ni mkurugenzi wa ukaguzi wa shule anayesaidiwa na vitengo vitatu pale makao makuu ya Wizara ya Elimu. Yupo mkurugenzi msaidizi wa elimu ya msingi, awali na msingi, lakini pia yupo mkurugenzi msaidizi wa elimu ya sekondari, na yupo mkurugenzi msaidizi wa vyuo vya ualimu na vyuo vya maendeleo ya jamii. Kwa hao wote wakurugenzi wasaidizi watatu wanamsaidia mkurugenzi wa udhibiti bora wa shule, ambao wote wako makao makuu. Idara hii ya udhibiti bora wa shule awali ilikuwa ikiitwa ukaguzi wa shule. Kwa hiyo na mpaka sasa hivi watu wengi wanasema ukaguzi. Lakini baada ya kuonekana kwamba neno la ukaguzi linakuwa ni gumu kidogo na lenye kuogofya, nikafikia maamuzi kwamba hiyo ni udhibiti ubora wa shule, ambao maana yake ni kwamba ni kwenda kudhibitisha ubora wa elimu unaotolewa katika taasisi. Kuanzia hizo ngazi nilizosema, yani awali na msingi, sekondari, vyuo vya ualimu na vyuo vya maendeleo ya jamii. Kudhibitisha ubora na viwango vya elimu vinavyotolewa kama vinaendana na sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 na toleo lake la mwaka 2023. Na katika kusimamia majukumu haya, jukumu kubwa na la msingi la idara hii ya udhibiti ubora wa shule ni kufanya ziara za tathmini katika taasisi hizo ambazo nimezitaja. Na hizi ziara za tathmini ziko ziara za aina tatu. Lakini ziara kuu ama ziara ya msingi inaitwa ziara tathmini ya jumla. Inaitwa tathmini ya jumla kwa maana ya kwamba kila taasisi inapaswa kufanyiwa hiyo ziara tathmini ya jumla. Na kila kigezo, kuna vigezo ambavyo vimewekwa katika hiyo ziara tathmini ya jumla mnapotembelea shule. Hiyo ni awali pekee, hiyo ni awali na msingi, hiyo ni sekondari ama chuo cha ualimu ama chuo cha maendeleo ya jamii. Hiyo ndio tathmini ya kwanza ambayo ndio msingi wa udhibiti bora wa shule. Lakini katika hilo pia kuna ziara nyingine ya tathmini inayojulikana kama ziara tathmini ya ufuatiliaji. Hii ni ziara ambayo wadhibiti ubora wa shule wanaifanya baada ya ziara ya tathmini ya jumla kuwa imeshafanyika. Kwa hiyo wanaenda kufanya ufuatiliaji kuona yale walio yabainisha, changamoto zilizoweza kujitokeza na mazuri yaliyoweza kujitokeza, mapendekezo yaliyotolewa na maoni yaliyotolewa. Sasa wanafuatilia kuona namna gani utekelezaji wake umefanyika. Na kama utekelezaji wake haujafanyika, basi wanamshauri mwenye shule. Hiyo ni shule ya serikali ama ni shule ya serikali ya binafsi. Wanamshauri namna gani ya kuweza kuondoa zile changamoto ili kuweza kufikia malengo yaliyokusudiwa ya elimu. Baada ya tathmini ya pili hiyo ambayo ni ya ufuatiliaji, idara pia ina tathmini nyingine ya ziara tathmini maalum katika taasisi zote hizo. Hii tathmini maalum yenyewe ina matawi mawili. Tawi la kwanza ni tawi la usajili. Yaweza kuwa ni maalum kwa ajili ya usajili, kwa sababu idara pia ina lengo la
ina jukumu la kusajili taasisi zote, iwe ya serikali ama isiyo ya serikali. Kwa wadhibiti ubora wa shule wanaweza kufanya ziara kwenda katika taasisi, ziara ambayo ya tathmini maalum kwa lengo maalum. Kwa mfano, inaweza katokea labda ni tuhuma ama malalamiko ambayo yametolewa na wadau yote wa elimu au hata mwananchi wa kawaida ama na wanafunzi kama kuna tukio maalum katika shule fulani. Kwa idara ya udhibiti ubora wa shule inakuwa na jukumu la kufuatilia, kwenda kuona chanzo cha tuhuma hizo na kutoa mapendekezo nini kifanyike katika mamlaka husika. Kwa hiyo naendesha ziara tathmini maalum kwa lengo la mdau aliyeomba kusajili taasisi yake, hiyo ni elimu ya awali pekee ama awali na msingi ama sekondari ama chuo. Kwa tunaendesha ziara namna hiyo kwa lengo la kumpa usajili. Na usajili sio kwamba unatolewa na ofisi yetu hapa wilaya manispaa Ilemela. Sisi tunaandika, tunapeleka mapendekezo kwa kamishna wa elimu kule makao makuu ya Wizara ya Elimu. Anasoma na kupitia mapendekezo ambayo tumetoa, akiridhika nayo basi atampa mdau usajili. Kwa hiyo hayo baadhi ya majukumu ambayo idara inashughulika nayo. Lakini sio tu kwamba ni katika hizo ziara. Idara pia ina jukumu la kutoa mafunzo kazini kwa walimu. Idara pia mbali na mafunzo kazini inalo jukumu la kuelimisha, toa mafunzo kwa wadau juu ya namna gani ya kuanzisha, kusimamia na kuendeleza taasisi ambayo yeye kaamua kuianzisha. Kwa ofisi hii tunakuwa tunawakaribisha kwa muda wote ule, iwe ni kwa kupiga simu ama kututembelea ofisini hapa na kuuliza kama nitumie taratibu zipi kwa ajili ya kuanzisha shule. Ofisi yetu pia mbali na majukumu haya ambayo nasema, ina jukumu la kufuatilia mipango, ubora wa utekelezaji wa mipango ya udhibiti ubora wa shule katika ngazi ya elimu zote ambazo nimesema. Na sio hiyo tu, idara ya udhibiti ubora wa shule inalo jukumu la kumshauri kamishna wa elimu masuala yanayohusiana na uendeshaji na usimamizi wa shule kwa ngazi zote hizo. Maana kamishna yuko kwa yuko makao makuu na viongozi wengine wote wa ngazi ya wizara. Kwa hiyo sisi tunakuwa na jukumu la kukagua, kutembelea shule na kumshauri. Kwa mfano ushauri ambao tunaweza kutoa na ushauri wa kitaalamu na kitaaluma kuhusiana kwamba kamishna wa elimu, shule X iliyo mahali fulani uendeshaji wake sio mzuri. Na kutokana na hiyo kamishna wa elimu kwa kuwa ana mamlaka hayo, tunaweza kumshauri kwamba afute shule, aifutie usajili. Lakini katika kufuta usajili huo, upo kufuta usajili wa kisheria kwa sababu ameshindwa kuendesha na kusimamia. Lakini pia mwenye shule au ni mtu binafsi ama taasisi anayo nafasi ya kuomba kufuta taasisi yake. Jukumu lingine la idara hii, tunapokuwa tunafanya hizi ziara katika taasisi zetu hizi, tunakuwa na jukumu la kuelimisha jamii, kutoa ushirikiano, kushiriki katika shughuli zote za maendeleo. Tunazungumza na makundi lengwa ambao ni wajumbe wa kamati ya shule kadri watakavyopatikana kwa idadi yao, ama bodi ya shule ama bodi ya chuo, na wawakilishi wa wazazi katika eneo husika. Nasema hizi shule zinazoendeshwa bila usajili na ambazo wanakuwa na wanafunzi ambao inafika hatua wanaohamisha kwenda katika shule zilizosajiliwa. Katika hili nisisitize kwamba jamii yote, wadau wetu wote wa elimu, wazazi na walezi, wanapotaka kupeleka mtoto shuleni, basi wajiridhishe kama kwanza shule imesajiliwa. Hiyo ni moja. Lakini hiyo tu haitoshi, sababu bado kuna mmiliki wa taasisi hiyo anamuaminisha mzazi ama mlezi kwamba taasisi yangu imesajiliwa, na mzazi wa kutokujua anampeleka mtoto wake pale. Kwa rai yangu
katika hili. Wazazi na walezi kwanza watambue shule zilizosajiliwa, na ni rahisi. Wakija katika ofisi yetu leo tukawapa orodha ya shule zilizosajiliwa katika halmashauri ya manispaa ya Ilemela na namba zao. Na sio hiyo tu, sio lazima aje katika ofisi yetu, anaweza kaenda katika ofisi ya afisa elimu kata mahali iliko hiyo shule na akataka kujua taarifa za shule husika, kwamba hii shule hapa naambiwa ni shule, je, imesajiliwa kisheria? Sasa kama kuna mchezo unaofanyika kwamba wanawarubuni wazazi na walezi kwamba shule imesajiliwa, mtoto anakwenda pale anasoma darasa la kwanza la pili, anamhamisha kwenda kwenye shule iliyosajiliwa, hilo ni kosa la kisheria, na anayetenda hivyo, mdau anayefanya hivyo, anakuwa anavunja sheria ya elimu, na tukimbaini lazima sheria kali zichukuliwe dhidi yake, kwa sababu haturuhusu. Na kwa kuwa sasa na kuanzia mwaka huu hata darasa la pili kutakuwa na mitihani, kwa hiyo mitihani ya upimaji, kwa ina maana ya kwamba hao wote wenye mchezo huo, hiyo ndio kifo chao, ndio mwisho wao huo. Kwa niombe tu kwamba shule ambayo haijasajiliwa, na kwa mujibu wa sheria ya elimu namba 25 hii, mkusanyiko wa watu 7 ndio shule, na ni lazima ipitie taratibu zote za kuomba kusajiliwa. Kwa mujibu wa sheria yetu na usimamizi wetu wa sera ya elimu na mafunzo, tulishafuta hilo. Hairuhusiwi mwanafunzi akaririshwe kama sio kwenye mtihani wa upimaji wa kitaifa. Kwa mfano, ruksa ya ukariri ni darasa la 4, kwamba kama ameshindwa kwenda darasa la 5, sheria inaruhusu kwamba mwanafunzi yule aweze kukariri. Ruksa ya pili ya kukaririsha ni mtihani wa upimaji wa kidato cha pili. Kwa mwanafunzi ameshindwa kufikia viwango vinavyotakiwa kuingia katika kidato cha 3, sheria inaruhusu kwamba akariri. Kinyume na hivyo, shule zote zinazotenda hivyo, hasa shule zisizo za serikali, kwamba zinaweka kiwango cha ufaulu, hiyo serikali ishapiga marufuku. Na kama yupo mzazi ama mlezi ambaye mwanafunzi wake, mtoto wake ametendewa hivyo, tunamkaribisha sana katika ofisi yetu atuletee ushahidi huo, kwamba mimi mwanafunzi wangu, mtoto wangu alikuwa anasoma shule X kidato cha pili, kuingia kidato cha 3 ama kuingia kidato cha 4, amerudishwa kwamba hajafikia pass mark, ushindi. Iwapo yupo mzazi ama mlezi wa namna hiyo, nitoe rai kwamba ofisi yangu iko wazi kumsikiliza, na naomba lete malalamiko hayo kwa ushahidi, tutalifanyia kazi. Watatu ambaye kisheria anaruhusiwa kukariri tena kwa ridhaa ya afisa elimu wa mkoa ni mwanafunzi ama ni mtoto aliyekuwa na matatizo ya kiafya kwa darasa lolote lile, au alikuwa labda alikuwa kidato cha 3, sasa anaingia kidato cha 4, akapata matatizo ya kiafya, wewe anaruhusiwa kukariri. Lakini si vinginevyo, kwamba shule hasa zisizo za serikali zinaweka ufaulu, kwamba asipofikia ufaulu huu tunamuondoa. Narudia tena kusema katika hilo, ninaomba ushahidi wa mzazi ama mlezi alete ofisini kwangu hapa kwamba mwanangu amerudishwa ama amefukuzwa. Ni mawili, amerudishwa kidato au darasa pasipo ridhaa yangu, ama amefukuzwa shule pasipo ridhaa yangu kwa kuwa hakufikia ushindi. Sisi kama wasimamizi wa sera ya elimu na mafunzo hatuna upendeleo katika hilo. Upendeleo unaweza kaonekana miongoni mwa watu kwa sababu tu mamlaka husika haikupata taarifa stahiki. Yaani mzazi ameenda shule akaambiwa na mkuu wa shule kwamba mwanao hakufikia alama tunayoitaka, kwa hiyo ondoka naye, na mzazi kimya kimya anaondoka na yule mwanafunzi asipokwenda kutoa taarifa katika mamlaka husika. Sasa asipotoa taarifa hiyo, na wale hawa wamiliki nao wasema, kwa mfano kama ni taasisi za kidini, sisi tutakapokwenda ufuatiliaji pale, ni rahisi kutuambia huyu mtoto amehama, na taratibu za kuhama zimezingatiwa. Kahamia wapi? Amehamia shule fulani, na taratibu zimezingatiwa.
Kumbe taratibu hazikuzingatiwa, badala yake uongozi wa shule umemuondoa yule mtoto. Sasa namna hiyo sisi kama mamlaka ni ngumu kujua. Vinginevyo tunaomba wazazi na walezi watuletee taarifa hizo. Sheria haimdhibiti kwa sababu hata hao wa shule za seminari wamepewa usajili kupitia serikali. Kwa bado serikali inayo nafasi na mamlaka na madaraka ya kumfutia usajili huo. Ila kwa kuwa malalamiko hayo yanaishia ngazi ya shule na ngazi ya mzazi au mlezi, serikali inakuwa haitambui, na matokeo yake serikali inatupiwa lawama kwamba shule za seminari serikali haiziangalii sana. Hapana. Tunaomba wazazi na walezi na wadau wote wa elimu watupe taarifa stahiki, taarifa kamili kwamba mwanangu, nina ushahidi usiopingika, matokeo yake ni haya hapa, kuanzia kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, kuingia cha 4 akosa alama 2, amefukuzwa. Tunaomba ushahidi wa namna hiyo tufanyie kazi. Na ulisema, ndugu mtangazaji, kuna swali lingine la nyongeza uliouliza kwamba kuhusiana na hizi shule za nini, kwamba hizi shule zinaitwa shule za kulelea watoto wadogo. Sio shule, ni vituo vya kulelea watoto wadogo, ambavyo hapa niombe kutoa rai kwa jamii na wananchi wote waelewe tofauti ya hivi vituo na shule. Vituo vya kulelea watoto wadogo, wengine wanaita day care centers, hivi ni vituo ambavyo kwanza kimsingi haviko Wizara ya Elimu na vinasajiliwa chini ya ustawi wa jamii, Wizara ya Afya, kitengo cha ustawi wa jamii. Na kazi zao kubwa hawa watoto ni kwenda kuimba, kwenda kucheza, kunywa uji na kupumzika. Kwa kuwa mzazi ama mlezi anaamua kupeleka mwanae pale, maana shughuli zake anazozifanya kuanzia asubuhi mpaka saa 6 zinambana kukaa na mwanae. Ndio maana vinaitwa vituo vya kulelea watoto wadogo. Hizi shule tunazozisema ni umri, kwa mujibu wa sera ya elimu na mafunzo sasa hivi ni kuanzia miaka 5, miaka 6 hasa darasa la awali. Sasa imetokea kwamba katika hivi vituo vya kulelea watoto wadogo, kama ulivyosema ndugu mtangazaji, kwamba huenda ni tamaa ya kupata fedha, wanaamua kuchukua na wanafunzi wa darasa la kwanza. Hayo ni makosa. Anaenda kinyume na taratibu za usajili wake na masharti ya usajili wa taasisi yake. Na wanamna hiyo pia tukiwabaini, kwanza, jambo la kwanza ni lazima tuondoe watoto wenye umri wa kwenda elimu ya awali ama darasa la kwanza kwenda kwenye shule husika. Na tunaondoa kwa kushirikiana na wazazi ama walezi. Na yule mwenye kituo cha kulelea watoto wadogo tunaambia fuata masharti ya usajili wa kituo chako. Kwa kama vipo vya namna hiyo pia katika manispaa ya Ilemela, ninatoa agizo hao wenye vituo hivyo vya kulelea watoto wadogo ambao wanajua kwamba wana watoto wenye umri wa kwenda kuanza elimu ya awali, darasa la kwanza na kuendelea, wawaondoe kabla hatujafanya hiyo ufuatiliaji na kubaini kwamba ni kwa nini anavunja utaratibu wa masharti ya usajili wa kituo chake. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.